Baba uliziumba mbingu na nchi, angalia naenda kunena mausia yako, naomba unitumie kama chombo, nisinene ya kwangu bali nene ya kwako, ili nafsi hizo ziandaa ziweze kupokea neno lako. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Tafuta nafasi uketi. Kuna mambo Mungu ametupendelea tukaweza kujifunza. Na mimi wanawaambia ya kwamba mimi nikifundisha, sifundishi kwamba mimi ndio mhubiri peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda nikufundishe mawazo yako yawe wazi ya kusikiliza kila mtumishi. Na unaposikiliza kila mtumishi, lazima katika mafundisho yangu upate maonyo. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kwamba uko kwa mpango wa Mungu, alafu kuwe na mwingine amekutoa kwa mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ukiwa makini hautatoka kwa mpango wa Mungu. Mtu akifundisha utaenda na wewe uombe. Useme jamani, hii kitu nimefundishwa kiko kweli? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi niliwaambia hukuja kanisani kote na maombi yote, lazima ujue ni nini unatafuta. Ukishajua chenye unatafuta, Mungu atakusaidia. Na kama hujui chenye unatafuta, utaendelea kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hebu tusome Wakorintho wa pili 11 kuanzia mstari wa 4. Nataka tuende polepole. Yaani mimi nataka ufunguke mawazo yako. Uwe na, unajua kuna vitu zingine mhubiri wetu Jumapili alisema kitu hapa, kama mlikuwa mnamsikiliza najua ulielewa. Na kama ulikuwa humsikilizi najua kuna vitu vilikupotelea. Bwana Yesu asifiwe. Sababu alisema katika mambo ya Mungu lazima uwe independent. Sawa? Yaani katika mambo ya Mungu lazima kuwe uko na nafasi yako. Hata mke wako hajui, hata mume wako hajui kile umeamini chenye unatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nakufundisha ili ikifika wakati ukikaa independent, hakuna mchungaji yeyote atakupeleka kabla anataka. Ndio maana Biblia kuna mahali ilisema tusiwe kama watoto wadogo tunatupwa huku na huku. Nikija tu hapa na pipi hapa, watoto wote watakuja madhabahuni na tena watapigania kwa line. Haleluya. Niwakisha kula ya kwangu, niambie Rashid naye aanze kugawa pale biscuit. Utakuta umekimbia tena umeenda kwa. Haleluya. Niseme sasa nataka na Simon naye wagawie soda. Utakuta tena umekimbia wote wameenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Ama majirani yako hapa, unajua mimi nimekaa Nairobi. Yaani mlango wako ni huu. Wale ambao wamekaa town watajua chenye nasema. Haleluya. Wale wamekaa wapi? Town. Watajua chenye nasema. Na watoto saizi wakinasta wakiwa saizi. Sasa mlango wetu ni huu. Na huu ni mlango wa huyu jirani. Na huu ni mlango wa huyu. Alafu kipinduka tena hapa kuna mlango, hapa kuna mlango. Sawa? Yaani kulikuwa na nyumba saidi hii na nyumba. Ole wako upike ugali na sukuma, jirani amepika nyama. Yaani utagombeza watoto mpaka uchoke. Mimi najua mzazi anajua chenye naongea. Haleluya. Ole wako Christmas watu wanakula pilau, wewe huna mpango. Unakuta watoto wameenda wamekaa, wengine wameambia endeni nje. Wanapewa kachapati karobo, wanaambiwa tokee. Haleluya. Sasa unakuta, na mimi ndio maana nataka nikupe kila kitu ambacho kitakuondoa tamaa.
kwa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nikikuficha, nikifundisha nikikuficha, unajua katika dini kuna vitu ukifundisha vinaweka mambo ya roho kando kabisa. Kuna mahali yanaweka mambo ya Mungu kando. Sasa ikishaweka mambo ya roho kando na mambo ya Mungu kando, akija mtu wa kiroho atakupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akija mtu wa kiroho na wewe ukiwa rohoni, roho yako vile umeamini Mungu, na ile roho yenye inakuja utalinganisha na roho yako. Wewe utapata picha ya kukusaidia kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliona kuna mtu alikuja kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Akanieleza vitu, nikaangalia, nikasema hata huyu mtu siwezi mwambia mchungaji wako ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu najua ukishamwambia mchungaji wako ni mbaya, hujui yeye ndani ya roho yake ni nini ameweka. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi mimi nimuelekeze kuomba na nimwambie labda hiyo siku mchungaji alikuwa anaongelelea mtu mwingine, wewe ukafikiria ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu najua, na mimi najua kuna wachungaji wengine wakipata nafasi kama hiyo wanaitumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie, Injili si siasa ya duniani. Rais ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mpinzani ni shetani. Haleluya. Na kama umekutana na shetani, uniambia ako wapi? Mawe yako hapa ya kutosha. Sioni kama atapona. Haleluya. Kama unamjua shetani, uniambia ako wapi twende. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa Kenya tunaongea kuhusu Ruto, tunaongea kuhusu sijui Rigiji, tunaongea kuhusu nini. Lakini hao watu wanapigia wakina nani kelele? Ni sisi. Huyu anatuambia mimi ni mzuri nitafanya, huyu mimi ni mzuri nitafanya, mimi ni mzuri nitafanya, yule ni mbaya, yule ni mbaya. Sasa unakuta huyu anaweka yake na huyu anaweka yake. Na unakuta huyu ako na washirika wake na huyu ako na washirika wake. Kwa hiyo mpango wa shetani, na shetani hapa duniani ako na washirika wake, na Mungu ako na washirika wake. Sasa unakuta uongo ndio mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Hata unakuta mtu anasema jamani tumpatie nani kupiga kura, turudishe huyu ama tufanye hivi, ama utakuta watu wanaongelea. Sasa unakuta nataka ile akili ambayo bado haijaamua ikae na msimamo wake. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili 11 kuanzia mstari wa 4. Tunasoma wewe ukisikiliza vizuri. Inasema, maana yeye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri. Akihubiri Yesu mwingine ambao sisi hatukumhubiri. Au mkipokea roho mwingine msiyeipokea. Au mkipokea roho mwingine msiyempokea. Au injili ingine msiyoikubali. Au injili ingine msiyoikubali. Mnatenda vyema kuvumiliana naye. Mnatenda vyema kuvumiliana naye. Kwa nini je neno iseme tutende vyema kuvumiliana naye? Kuna mtu atakuja na injili yake, hata wewe ukiangalia injili unasema hii injili hata kama anasema mimi sijaipokea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe utakuwa umejua huyu mtu achenye anahubiri kuna makosa katika mahubiri yake. Kwa hiyo na wewe usiende kumwambia kwamba wewe ni nini unatuambia hapa. Biblia inatuambia tuvumiliane naye. Bwana Yesu asifiwe. Wacha yeye ahubiri bila atahubiri, wewe vumilia, lakini wewe utakuwa umejua nini? Ukweli. Tuendelee. Maana nadhani ya kuwa mimi sikupungukiwa. Nadhani
unajua mimi sikupungukiwa na kitu alichopungukiwa mitume walio wakuu, na kitu walicho nacho mitume wakuu, walio wakuu. Lakini nijapokuwa mimi ni mtu asiyejua kunena, hii si hali yangu katika elimu. Yaani, kwa nini Paulo anasema hivi? Yaani, katika kunena kwa mataifa, katika kunena kuhubiri, katika kunena na watu wajue Injili, yeye hajui kunena, lakini kisomo anacho. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Injili inakuwaga ya kuchanganya sana. Mwalimu akiacha walimu aanze kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa makini, sababu unajua mwalimu ako na ile mentor ya kufuata syllabus. Bwana Yesu asifiwe. Anajua darasa fulani lazima hii syllabus iishe. Sasa akishaingia kwa Injili, naye anapanga syllabus yake kwa Injili. Sasa yeye atakuwa anafundisha kulingana na syllabus yake, wala si ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ukienda kumwambia Mungu amesema, kila atakujibu utashangaa. Utashinda huu utumishi aliupataje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio maana niliwaambia, na mimi sitaki niwafundishe na syllabus. Nataka niwafundishe vile Roho Mtakatifu anataka. Ili hata kama mchungaji mwingine atakuja wa kuwapotosha, hautapotea hivyo. Kuna maswali utajiuliza, utaingia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi kuna mwingine aliniambia, rafiki nilimleta hapo, aliniambia siku ya kufanya ibada ni lini? Ni Jumamosi. Nikamuuliza, kwa vile ninajua siku ya kufanya ibada ni Jumamosi, nitarithi uzima wa milele? Huwezi rithi, kwa hivyo inisaidii. Haleluya. Kwa hivyo nikijua siku ya kukuja kanisani Jumapili, kwa hivyo nitaingia tu uzima wa milele sababu najua siku. Haleluya. Ukishajua siku, hiyo ni siku ya Mungu, utarithi uzima. Haleluya. Sasa unajua inatakikana saa unapokea neno la Mungu, lazima uwe na nafasi yako. Ujue ya kwamba mimi ninafaa kufanya hivi ndio nirithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee hapo. Lazima ujue, kuna mambo lazima ujiwekee wewe. Ila katika kila neno tumedhihirishwa kwenu. Yaani katika kila neno ambalo linahubiriwa, watumishi wamedhihirishwa kwenu. Kudhihirishwa nini? Kama kudhihirishwa. Nataka Kiswahili rahisi. Kuonekana. Yaani tumeonekana kwenu kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa hiyo hata wewe ukitembea kanisani, ukitembea barabarani, nikipita utaambia mtu mchungaji wetu ndio yu. Sababu umeshajua mimi ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima utaonyeshana. Na hata kuna watu hawashiriki hapa lakini wanajua mimi ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema tumedhihirishwa kwenu. Wao mmeshajua. Tuendelee. Je, nilifanya dhambi kunyenyekea ili nyinyi mtukuzwe? Nilifanya dhambi kunyenyekea ili nyinyi mtukuzwe? Kwa nini anasema hivi? Unajua yeye alinyenyekea na akasafiri ili afikishe Injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta bila kunyenyekea huwezi enda na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio maana Yona aliangalia mahali anaenda, akakataa kunyenyekea. Akaingizwa kwa tumbo la samaki. Sababu alikataa kunyenyekea. Lakini angenyenyekea, angeenda sababu Mungu ndiye amemwambia aende. Bwana Yesu asifiwe. Bila kunyenyekea huwezi fanya huduma. Bila kunyenyekea huwezi fanya biashara yako uje kanisani. Bila kunyenyekea huwezi acha nyumba yako uje kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kuna nini kimefanya umenyenyekea? Lazima leo niende kaa wapi? Kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Kwa sababu niliwahubiri injili. Kwa sababu niliwahubiri injili ya Mungu bila ujira. Ya Mungu bila ujira. Yaani huyu Paulo alihubiri injili bila kuuliza watu sadaka. Yeye alihubiri tu injili ili watu wote, yaani ndio maana unasikia alinyenyekea ili atumie gharama yake kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekutana na watumishi wengi. Yaani baada ikishafanywa anaambiwa wewe, pesa yangu ya mafuta hapo ya gari. Wanahesabu, wanamwekea kwa mfuko, wanaweka mfuko. Ndio hiyo ingine imebaki, mtajipanga. Bwana Yesu, si ati nimeanzia superpower. Kama mtumishi hujawahi kutana na watu kama hao. Haleluya. Yaani baada ya Jumapili, kitu cha kwanza wanajua kabisa, na hiyo ni sheria kanisani. Baada mkishahesabu, mnatoa pesa ya gari ya mtumishi, mnaweka hapo. Na ndio maana Paulo anasema si kulemea mtu yeyote. Kwa hivyo yeye alihubiri injili bila ujira. Tuendelee. Niliwanyang'anya makanisa mengine mali yao. Nikatoa posho langu. Ili niwahudumie ninyi. Nami nilipokuwa pamoja nanyi. Na kuhitaji. Sikulemea mtu. Maana hao ndugu. Waliokuja kutoka Makedonia. Walinipa kadri ya mahitaji yangu. Nami katika mambo yote. Nilijilinda nafsi yangu. Nisiwalemee hata kidogo. Tena najilinda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sala tunahubiri lazima tung'ang'ane tusilemee mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua katika mahubiri yangu ningekuwa nalemea watu. Na mimi nimeona watumishi wengi aina hiyo. Yeye ameweka mikakati yake, lazima ni hivi. Na vile amesema uwe huna uwe uko nayo lazima. Ikifikia ujenzi ama harambee, unasikia kila mtu atoe 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Ama mjaisikia? Hii mambo mimi nimekutana nayo Edoro. Haleluya. Kila mtu 1000 ngapi? Hawataki kujua utatoa wapi. Huyo hajawalemea. Haleluya. Kwa sababu yeye amesema hakulemea mtu na alijitahidi, tena alijilinda sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Kama vile ile kweli ya Kristo ilivyo ndani yangu. Hakuna mtu atakayenifumba kinywa. Mungu anisaidie jamani. Yaani hakuna mtu atakayenifumba kinywa. Mungu nipe pesa niweke hiyo speaker hapo juu ya pikiri ya gari. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inaniambia hakuna mtu atakayenifumba kinywa. Hata walete umbea gani hawatanifumba kinywa. Amen.
Haleluya. Amen. Tumeelewana? Kwa hiyo ile kitu iko ni kwamba saa ile tumehubiri injili tukiwa na ukweli wa Kristo, hata nani asimame hawezi akakufumba kinywa. Amen. Na akijaribu kusimama akupinge, yale mambo Mungu atamtendea, atatoa ushuhuda baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi chenye najua, niliambia Mungu, hivi tuko zote zinaongelelewa Eldoro, labda naweza kuwa sijakubalika kuwa mtumishi wako, na ninajua ile siku nitakubalika kuwa mtumishi wako, naomba jambo litendeke on the spot. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo kitu ndio naomba Mungu, jambo lifanyike on the, yaani hapo mtu ameongea na anakutana na ujira wake hapo. Anasema ni vile ulikuwa unaongelelea mtumishi fulani. Naomba itendeke kwa on the spot, na najua itatendeka. Amen. Kuna wakati tu najua itatendeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa nini mchawi watu wamuogope na wachawi wawezi ogopa mtumishi? Haleluya. Mimi kuna maswali najiuliza ambayo sijui nauliza nani anajibu. Nani atanijibu? Haleluya. Unasikia watu kijijini wanasema, angalia ule mama ni mbaya, ule mama ni mchawi, ule mama. Kwa nini usiogope mtumishi? Ujiulize hiyo swali. Tunatembea na hofu kwa ajili ya mwanadamu ambaye anategemea majini. Tunakuwa na hofu ambaye ni mwanadamu ambaye ako na uchawi. Tunakuwa na hofu ambaye ni mwanadamu ambaye unashindwa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi nang'ang'ana niwafundishe ukweli ukae ndani ya mioyo yenu. Amen. Ili tukiwa na ukweli hata nani asimame. Unakutana mchawi anasema ule wachana na yeye. Nataka baba tufikie hapo. Nataka baba tuanze kufanya vitu si kawaida ya wanadamu. Mimi naomba Mungu kitu kimoja. Haleluya. Naambia Mungu, hapa duniani kuna watu hawaendi kwa mganga, kuna watu hawana madawa yao, kuna watu wanakuamini wewe peke yako. Na hao watu wanapata shida na wanatamani kutumika. Naomba hao watu ambao hawana imani nyingine, imani ni wewe, Mungu awasaidie wapate pesa nyingi ya kuhubiri injili. Amen. Sababu ndani ya roho yao Mungu anajua. Haleluya. Takana tuende mahali mchawi akija kutujaribu afunge kuongea, aje apige magoti tumuombe ndiye arudi aongee. Amen. Amen. Na ule uwezo tutakuwa nao tukiwa waaminifu kwa Mungu. Amen. Na kama hutakuwa na huo uwezo, itafika wakati tukianza kwenda kwa huduma utakuwa mnakuambia wewe baki nyumbani. Haleluya. Amen. Na mimi naamini itafika hiyo siku. Amen. Hiyo imani yangu najua hiyo siku itafika. Amen. Mimi niliambia Mungu asiache mganga ajitukuze kwamba ameangusha mtumishi. Amen. Sababu nataka kila mimi ninajua kuhusu Mungu ni kufundisha na wewe ujue kuhusu Mungu. Amen. Labda Mungu amenipa kibali cha kutembea kuhubiria mahali wachawi sugu wako. Amen. Na kwa vile amenipa hicho kibali, nataka nikifika nisifike na mtu ambaye amejichanganya. Sababu ukijichanganya hutatoboa. Yes. Tutatoka kwa huduma ufe njiani. Sasa ukishakufa watasema nimekutoa sadaka ili huduma isonge. Na mimi nimeambia Mungu, kwa vile naomba unisaidie nihubiri injili, nataka watoto wangu wote wawe wazima. Amen. Mke wangu awe mzima. Amen. Ili nikianza kutangaza waangalie nilitoa nani sadaka. Hakuna.
ili nguvu za Mungu zijulikane duniani. Amen. Sasa hakuna nguvu za Mungu duniani. Haleluya. Unajua ziko wapi? Nani anaweza fufua, aenda afufue watu watatu pale mocha? Nani anaweza fufua? Ni mtumishi gani tumpigie simu? Hakuna. Halo? Nani anaweza fufua? Nani anaweza muombea kidu arudi na akili zake vizuri? Kunaye? Ni crusade ngapi zimefanyika pale? Hawamuoni. Na neno linasema, Yesu alisema kwamba tutafanya miujiza mikubwa kuliko ya Yesu. Nani amefanya? Niambie mtumishi gani amefanya? Bado. Ilisemekana dunia haitaisha mpaka hiyo kitu kifanyike. Haleluya. Amen. Sasa tunataka tuanze huduma ya door to door, na tuanze huduma ya vijijini, mahali wachawi wako. Tunataka mchawi akijisimamisha hapo, akienda matunguri yake akute majini yamekufa. Amen. Aenda na nyoka zake akute nyoka zimepotea. Amen. Ndiye aseme ni vile nilipita kwa ile crusade. Na kama unataka kutembea, jifundishe kufunga kuanzia leo. Amen. Jifundishe kufunga hata si siku nyingi, 3 tu peke yake. 3 tu. Jifundishe tu kufunga siku ngapi? 3. Ukiuliza Mungu maswali, sio ukosa unajua kuna kukosa kukula na kuna kufunga. Hiyo ni vitu viwili tofauti. Sio kwa vile umeangalia kwa nyumba hakuna unga unasema leo hata tu nikae kwa maombi. Hiyo sio mfungo. Hiyo umekosa chakula. Hiyo umejishindisha njaa. Umejishindisha njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu hatutatingisha Eldoro kama tunaweka tu meza mbele. Hatuwezi tingisha. Kuna mama hapa, sijui ni hapa Eldoro, alienda akapewa vita kazi aenda afanye kwa boma fulani, na akaambiwa asikule siku 7 au anakunywa uji kikombe kimoja peke yake kila siku. Na alipotembea mahali kwa matanga akakuta chakula kimechemka. Sasa akashindwa kusema ameshiba na sababu yako katikati ya wengine. Akakula, alizikwa. Haleluya. Amen. Aliambiwa asikule lakini akakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka wale watu watajitoa kwenye huduma. Si ati mtu angalia hapo ukiangalia mtu kama mtumishi akija uniambie hapo umeweka pilau yako kwa meza unakula haraka haraka, itakusakama. Haleluya. Amen. Hata mimi ni mtumishi, wewe ni mtumishi na uwezi funga. Utabarangana na mchawi. Wacha wale, unajua kuna wachawi, niliwaambia kuna wachawi ya kila aina. Kuna mtu unamuita mchawi na si mchawi. Huyu ni mtu ameenda kwa mchawi akaambiwa chukua hiki kitu enda faa. Huyu si mtu, hata hawezi simama mbele yangu. Huyu ni kama ametumwa. Kwa hivyo hana uhakika. Akiona chenye ametumwa akimechelewa kufanyika, hata imani yake inapotea, sababu hana uhakika na chenye anafanya. Wale watu tunaparangana na wao ni yule anakuangalia hivi unaanza kugonjeka saa hiyo na hajatoka mahali ulipo. Hapa Eldoro kumebakia mmoja tu. Haleluya. Hapa Eldoro kumebakia Haleluya. Kumebakia
huyo namjua. Wacha hao wengine, hao wengine wanaenda kuchukua ndio waje wafanye. Hapa kumebakia mmoja. Nimekutana siku ya kwanza, nikakutana siku ya pili, na kutana siku ya tatu. Baada ya hapo hata akiniona kula anapotea, anapita njia nyingine. Sababu nimeshamjua. Mara ya siku ya kwanza sikumjua. Nilipoenda kuuliza Mungu maswali ndio nikamjua. Mara ya pili tukakutana nikiwa tayari. Mara ya tatu tukakutana nikiwa sababu nikimuona tu nakumbuka kile Mungu aliniambia. Tangu siku hiyo hatukutanani. Na hata kama tunataka kukutana, anafanya hivi. Alafu niambie kama hiyo simu amepigiwa ama hajapigiwa. Sasa sana naona tunataka kukutana, sema hello. Huyu mtu amepigiwa simu. Huyu mtu amepigiwa simu. Sababu hata kama ni touch, lazima utoe kwa mfuko uangalie ni nani, alafu upokee, alafu uweke kwa sikio. Huwezi toa tu mfukoni na kwa sikio. Haleluya. Na ninataka niwe na watu kama 4 5 ambao tutaendana wakikutana na mwenyewe. Hata yajue nataka ile kitu nataka wachawi waanze kusema kama huyo ni wa superpower wachana naye. Hawezi sema wachana naye kama umbea ule uko nao bado hujaacha. Hawezi sema achana naye kama bado huyu mtu ambaye unakutana naye anajua uko na mipango za kando kibao. Wewe mimi sikuoni, lakini tunao wahubiria wanakuona. Haleluya. Kuna watu, sikiza, kama mtu anaweza simama aseme umbea kunihusu na sio ukweli. Je, wewe unajua ni mangapi anasema kukuhusu? Haleluya. Kwa tunataka wale watu watasimama na imani, mtu ajiamini ya kwamba nikikutana na mchawi wowote aniambii kitu. Na Mungu akupe kibali, siku ukikutana na mchawi ujue leo nilikutana na mchawi. Uweze kuomba. Kwa Mungu asipokufundisha hautajua. Haleluya. Hebu tuendelee hapo kidogo. Niko na hasira na hii Eldoro, ni vile tu ule upako na utafuta sijauweka mkononi. Yes. Hakuna mtu atakaye nifumba kinywa katika kujisifu huku. Hakuna mtu atakaye nifumba kinywa katika kujisifu huku. Katika mipaka ya Akaya. Katika mipango ya Akaya. Kwa nini? Endelea. Wewe umeruka ama vipi? Niko sawa. Kwa nini? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi? Ni kwa sababu siwapendi nyinyi? Mungu anajua. Lakini haleluya. Amen. Si unaelewa vile huyu anasema? Huyu mtu amejitoa ili watu wajue Mungu. Na anasema kama siwapendi nyinyi, Mungu anajua. Sitaki wewe ujue. Chenye kimenileta Eldoro, Mungu anajua. Sitaki wewe ujue. Lakini nifanyalo nitalifanya. Ili niwapinge hao wafuatao nafasi wasipate nafasi. Ili niwapinge hao waganga wapatao nafasi wasipate nafasi. Wewe uende kwa mganga akose kukuhudumia hadi asipate nafasi kabisa. Ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. Maana watu kama hao ni
wa uongo, Watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo, wanaojigeuza wawe mfano wa Kristo. wala si ajabu. Wala si ajabu, Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si kubwa Haleluya. neno Basi si neno kubwa kubwa, watumishi wake nao kujigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. haleluya. Amen. Sasa unajua, ukikutana na mtu ambaye ni malaika wa giza amejifanya kuwa malaika wa nuru, wewe utamjua katika roho yako. Amen. Atahubiri, akifika mahali utasema hapana, hii ameingiza, hii ni ngeni hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaambia wala si ajabu malaika wa giza kujigeuza awe kama malaika wa nuru. Yesu anaweza. Kuna watu wanafanya huduma na uganga na uchawi, na ndio maana hawataki unabii kanisani, sababu wanajua ukianza kutoa unabii utajua yeye ni mganga, utajua yeye ni mchawi. Hata wengine unakuta ukitoka hilo kanisa unarogwa ili urudi. Haleluya. Kama mjui hilo, unarogwa ndio urudi. Na ndio maana katika makanisa haya ukiingia ndani, praise and worship, msharati mkubwa, kiongozi wa kanisa mchawi, anaogopewa kijijini, lakini ndio ako madhabahuni. Huyu mwingine ni kiongozi na yeye anauza pombe vizuri akidanganya watu. Amen. Sasa wewe ukishaingia pale, ukisikia wala si ajabu. Kuna muuza pombe mwaminifu. Muuza pombe, hakuna muuza pombe mwaminifu. Hakuna. Haleluya. Na ndio maana tunaambia wala si ajabu. Sasa wewe angalia kanisa, angalia wale watu wako madhabahuni, na kwa vile watu wote wanaangalia ile kanisa, wanakuta huyu ni msharati, huyu ni mwizi, huyu ni muongo, huyu ako na mtini, alafu wakishaona huyu ni mulevi, wanafikiria makanisa yote yako hivyo. Haleluya. Amen. Na mchungaji anajua, si ati hajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nilisema hapa, ukianza mipango zako unakanyanga kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishakanyaga kubwa, mahali umeenda, kuna watu watakuangalia, watasema huyu na tabia yake hangetoshia superpower. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini hiyo siku itafika. Na ikifika, nataka wale watatangaza injili wasimame. Yaani ukisimama kwa stage, mwenye atakuchekelea tumbe naanza kumsokota hapo. Anakuja, tunamuombea, inapona, tunamwambia rudi nyumbani. Musa aliambiwa chukua mkono wako, weka kwa nguo, akaweka, toa, iko na ukoma. Chukua tena, weka, toa, iko sawa. Yule nabii alitumwa kwa mfalme aende amuonye mfalme. Mfalme kunyanyua mkono ampige kwa ganda juu. Amen. Sasa uliganda juu, akamtolea unabii mpaka ukaisha. Haleluya. Itakalo tuwe na ujasiri. Mtu tukienda kuhubiri injili, mtu akija na vituko zake amelewa, unamwambia jaribu uone. Ukishamwambia hivyo, unaingiza baridi, na akijaribu anaanguka chini. Naomba Mungu tufikie hapo. Amen. Na mimi niliomba Mungu siku moja,
mwenye tulitatana siku 2-3 ananitoroka. Nataka Mungu anipe upako siku ingine, aanguke katikati ya barabara na nitoe hayo mapepo ya uganga na uchawi. Haleluya. Yaani tuangaliane tu hivi na aanguke mwenyewe, tutoe hayo mapepo. Sasa sijui wewe unatakaje? Injili tunafakari tuhubiri. Inasemekana wala si ajabu hata malaika wa giza wanajigeuza wawe mfano wa malaika wa nuru. Na ndio unaona, hebu chunguza makanisa yote ambao wako na maprado na manini na mabasi na nini. Hebu tembea tu na mmoja baada ya mwingine. Polepole ukimsikiliza, yaani chukua tu mwezi mzima. Anza tu kumsikiliza vizuri na uwe makini. Kuna vitu utasikia na uombe. Si ati umsikilize tu anahubiri vizuri, ushuhuda ni mzuri. Kuna ushuhuda zingine wanalipa watu. Haleluya. Kuna ushuhuda zingine wanalipa watu. Wewe njoo utoe huu ushuhuda. Wewe njoo utoe huu ushuhuda. Sasa wewe unasikia mtu amelipwa, amekuja kutoa ushuhuda, wewe umeamini. Si vibaya. Mungu atakusaidia kwa upumbavu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ujue, kama ni TV lazima ilipwe. Si chini ya 1,000,000. Sijui mnaelewa hivyo? Hiyo pesa atatoa wapi akitangaza ukweli? Hiyo pesa atatoa wapi? Hiyo pesa atatoa wapi? Na ndio maana hata Yesu alipokuja, shetani alimwambia, nisujudie, nitakupa hii mali yote. Kwa nini Yesu alikataa? Na akawa maskini. Labda umaskini wako utakufanya uingie katika uzima milele. Lakini chenye ninaomba, hatutakane tuwe maskini hoehai. Tuwe hata kama ni maskini, tuwe tunaweza hubiri injili mahali popote. Tukiambiwa ni Nairobi, nauli ipatikane ya kwenda. Tukiambiwa ni Amerika, ndege ipatikane ya kwenda. Haleluya. Si ati mimi ni mhubiri na hata nauli ya kwenda town sina. Sasa nahubirije injili? Nahubirije injili sasa? Nahubiri injili ati mimi nahubiri injili na nauli tu ya kwenda hapa town. Shilingi 600 tu imenishinda. Hapo nasema nahubiri injili. Na ndio maana naomba wale ambao tutajikita katika kuhubiri injili, uchumi wetu utengenezeke, hata kama ni ile tu maisha ya wastani. Chakula tunapata, mavazi tunapata, watoto wanasoma, na nauli za kwenda huduma tunayo. Yes. Amen. Tukiona maono twende tumwombee mtu fulani, badala ya kwenda kuombea ule mtu mmoja, tunaenda na vyombo kabisa. Na tunaenda tunagurumisha injili pale. Tunahubiri, tunaombea na wengine kwa ajili ya huyu mtu mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ole wako ukiwa mhubiri, halafu saa ile utakufa uambiwe hii kazi ilikuwa ni yako. Badala uhubirie mtu unampa umbea. Hii ukisikia tu unaongea umbea watu wanakusikiliza, ujue wewe ni mhubiri. Sasa unahubiria nani? Unafanyia nani kazi? Unahubiri umbea. Haleluya. Amen. Kama unamsema mtu mwingine kwamba fulani anafanya, fulani anajifanya, na mtu anakusikiliza, ujue wewe ni mhubiri wa shetani. Sababu chenye unahubiri ni chuki tupu. Na hiyo ndio ibada ya shetani. Haleluya. Amen. Mmoja mwingine naona tu wao sijui nini walevi ndio wanafanyia shetani kazi. Biblia imesema hata wengine
ni wagiza wanajifanya kuwa wanu. Kwa hiyo kuna hata mtu ako hapa kanisani, watu si tunajua ameokoka, kumbe shetani amemtuma. Enda kaa pale, mipango yote yenye inapangwa wewe unaniletea. Na ndio maana nasema hivi, chenye tunapanga kanisani kiishie kanisani. Kama hauko kanisani hautapokea hiyo habari. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unajua utatoka kanisani usikie na kuchachamaa kabisa, unasema hebu ni mwamueleze fulani, kumbe mwenye unaeleza ametumwa na shetani. Unakuta watu wameanza kuomba maombi ambayo iko na haina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wala si ajabu. Si ajabu. Mimi nilipoona maono ya Yondoro, watu wananipaka mafi, nilijiuliza maswali. Nilipouliza swali, mwenye kamera kaambiwa enda karibu na yeye, tunataka maneno yake. Kwa hiyo hapa Yondoro ninajua hata huyu wa shetani ambaye anatafuta maneno yangu tuko naye hapa wapi? Hapa kanisani. Sababu tayari aliambia na mwenye kamera enda karibu. Kamera ni nani? Ni wewe na mimi. Si unaona? Chenye unaona, wewe unaona live, si kimerekodiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninajua ya kwamba hata vituko zote zinaongelelewa, na kumbuka kitu kimoja, yule aliambiwa enda karibu, tunataka maneno yake. Sasa hilo vitu vinaongelelewa, wanatafuta mimi nitasema nini. Haleluya. Na ndio maana huwa nanyamazia hadi sijui, najua na nanyamaza. Kwa sababu gani? Nikikumbuka maono na niliambiwa wanataka maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi najua itafika wakati hao watu watashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unajua Mungu akishasema imetosha, atakuwa akiongea, anapata mtu huko, anaambia wewe hii shida, wewe unazunguka kwa hospitali, nenda muone mchungaji wa Superpower. Akija anakutana na mimi, yule aliongea umbea kunihusu. Na mimi niliomba Mungu awasamee. Na hata kama ni nini, wakija kwa maombi mimi nawaombea wapokee baraka. Sababu mimi Mungu kama naomba Mungu anisamee kila wakati, na Mungu anasema nisamee vile mimi nisamehavyo. Sasa mimi nataka na mimi niwasamee. Lakini kuna wengine watakufa sababu wanaona aibu ya kuja kuniomba msamaha. Wengine watoto wao watapata matatizo sababu wataogopa kuja kuniomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwaogopi, wao ndio wananiogopa. Ukiona mtu anasema umbea kukuhusu na hakuje kukwambia, anakuogopa. Sasa mimi chenye najua wananiogopa. Hakuna mtu akikuja kuniambia wewe mchungaji uko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mambo madogo ya vijijini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wao inatemekana wala si ajabu. Sasa sisi ndio tunatakana tusimame. Ni ujue huyu mtu mwenye amejigeuza kama wa nuru, utamjuaje kama huko kwa maombi? Atakupa story hapo. Mtu ameanza kuhubiri, anaanza kukwambia wewe nilienda Nairobi nikakuta sijui nini. Sasa unakuta yeye anakupa kitu kingine tofauti chenye mtakana usikilize. Bwana Yesu asifiwe. Ole wako ukiwa mtumishi ukiwa hapa na utumiki. Siku ya mwisho utaweka mikono kwa kichwa na haitakuwa mizito siku hiyo. Utatamani kurudi utuambie, utaambiwa hapa. Mimi wanasoma historia ya Lazaro na tajiri. Yule tajiri alisema jamani, niruhusu tu nirudi, niko na ndugu zangu wangapi? 5. Kwa kama kuna mtu wako alikufa, labda alienda akakutana na kitu, akasema jamani nimeacha watoto wangu na sijawaeleza hii.
naomba unisaidie nirudi. Akaambia sikiza, hakuna kurudi. Hiyo kitu huwa inanisumbua kila wakati. Na ndio maana nikisikia huduma mahali, nasikia niende, nisije nikafika kule niambiwe kuna mtu huku mhudumia. Nafanya kama kichaa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hiyo kitu, hebu niambie, umefika, umeacha watoto, na wewe ulikuwa umewaelekeza hivi, na ukakuta chenye uliwaelekeza ni makosa. Sasa itakana waelekeze huko kwingine. Utafanyaje? Utalia kule miaka milele. Miaka ya milele huko utafanya nini? Utakuwa tu unalia, jamani nimepoteza watoto wangu, jamani nimepoteza watoto wangu, jamani nimepoteza watoto wangu. Sababu wewe umewapa imani ambayo ni ya kuwapotosha. Haleluya. Kuna watu wanaheshimu mtumishi, hawamheshimu Mungu. Haleluya. Kwa hivyo hata akienda kulewa, ametoka madhabahuni akipiga injili, anatoka madhabahuni akienda kwa pombe, na hata hana shida. Anatoka madhabahuni akienda kulala kwa mpango wa kando, na watu kanisani wanajua. Wacha nikwambie, upumbavu utaacha. Haleluya. Maombi inaanzia rohoni. Unajua kabisa huyu anaongoza maombi ni msharati, alafu anakuongoza uombe, utafikiria nini? Utaomba? Sababu wewe mwenyewe unajua tu huyu ananihudumia, tumekutania yeye kwa kona. Huyu ananihudumia, tumekutania kwa pombe. Huyu ananihudumia, amefanya hivi na hivi na hivi. Utamsikiliza hata akikwambia Mungu anasema, utaamini Mungu amesema? Mtaamini Mungu amesema? Sasa ukiwa mahali kama pale, ni wewe mwenyewe ndio utapotea, sababu umewaunga mkono. Unasema Mungu anaangalia rohoni, na rohoni unajua chenye unafikiria. Kile unafikiria rohoni ndio kitakusaidia. Wengine wanatoka kanisani, umbea inaanzia tu hapa mlangoni kwa uwanja wa kanisa, alafu useme umepokea roho. Hata kama roho atakuwa amekupendelea, umbea unaanzia tu hapa mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue mipango ya Mungu kwetu. Ukishajua mipango ya Mungu kwetu, utaona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo, nataka na wewe ukasirike na wale ambao wanakuonea wivu. Ukasirike na wale ambao wanakutakia mabaya. Ukasirike na ile hali yako kwa nyumba. Wewe unajua uchumi wako kwa nyumba. Ukasirike, tuombe Mungu atuondolee hiyo shida zote. Haleluya. Amen. Lakini bila hivyo tutakuwa tunafanya vitu ambavyo hata sisi wenyewe tuzielewi. Hata shetani akituangalia anasema sasa huyu anajifanya. Haleluya. Amen.